Naitwa Balamatizi, Balama Tanzania. Nipo ulipo, siko usiko. Hope uko fine sana, mwanafamilia, mwanamichezo na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Bwana, tunakuletea kile kitu ambacho unapaswa na unastahili kukipata. Bwana, moja kati ya vitu ambavyo vilisubiriwa kwa muda mrefu sana ni kutangazwa kwa hawa washindi wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga Sports Club inayoshiriki ligi kuu bara, ligi ya NBC hapa Tanzania bara. By the way, ni moja kati ya kitu ambacho kilisubiriwa kwa muda mrefu sana, lakini mwisho wa siku kupitia ukurasa wa timu ya Yanga wameweza kutangaza washindi watano wa kamati katika wale wajumbe wa kamati ya utendaji wa timu ya Yanga. By the way, majina ni matano kati ya yale majina 16 ambayo tayari yalikwisha kuwepo before. So majina matano hawa ndio washindi, lakini yale mengine yamekuwa excluded kwamba pengine wajaribu kwa muda mwingine au wanaweza kaendelea na majukumu mengine, maybe ni majukumu ya kifamilia, majukumu ya kikazi, majukumu ya kimichezo na wengine ambao wao walikuwa wanaendelea nayo au wanapaswa kuendelea nayo. So bwana, kabla hatujaendelea na kabla sijakutajia majina haya wala kile kitu ambacho kinafuata, basi subscribe hapo, like, lakini pia weka maoni yako baada ya kuitazama video hii hapa. Sasa washindi ambao wametangazwa siku ya leo, walioshinda nafasi ya ujumbe kamati ya utendaji katika klabu ya Yanga. Namba 1 ni Yanga Makaga, namba 2 ni Alex Ngai, namba 3 ni Julius Koi, namba 4 ni Munir Said na namba 5 ni Fahdi Afif. Hao ndio washindi watano katika ile nafasi ya ujumbe kamati ya utendaji wa timu ya Yanga. So tunakumbuka kwamba siku ya jana mapema kabisa kulikuwa kuna mkutano mkuu wa klabu ya Yanga pale Masaki Superdome, ambapo walikuwa wakipiga kampeni, walikuwa wakifanya kampeni hawa wagombea 16 katika hii nafasi ya ujumbe kamati ya utendaji, na kila mtu alipiga kampeni, alitoa sera zake kwa muda wake na kwa wakati wake. Of course walifanya kwa ukubwa wao, hivyo wananchi wakaamua kwamba huyu tunaweza kumpatia nafasi na huyu hatuwezi kumpatia nafasi maybe kwa muda ule, na wanasema kwamba asiyekubali kushinda sio mshindani kabisa. So walioshinda wameonekana na ambao wameshindwa wameonekana. Kabla hujaendelea, nikutajia nafasi zile 16 za wale ambao walikuwepo kwenye kinyang'anyiro hicho, lakini pia nikukumbusha kwamba kuna moja kati ya watu ambao walikuwa wanapewa matumaini makubwa sana pengine wanaweza kushinda nafasi hii hapa, au moja ya nafasi hii hapa, ni mwanadada Priska Kishamba. Priska Kishamba alitarajiwa pengine kwamba anaweza akashinda kwa ukubwa au kwa udogo au kwa namna yoyote ile, lakini mwisho wa siku kati ya wale watano jina la Priska Kishamba si moja kati ya majina ambayo yamehusika au yameandikwa kwenye wale washindi. Hivyo nafasi 16, nambari 1 alikuwa ni Julius John Koi ambaye pia ameshinda ujumbe wa kamati ya utendaji. Nambari 2 ni Saadi Mohamed Kiimji, na namba 3 ni Freddy Stanley, na namba 4 ni Munir Saidi, namba 5 ni Mshindo Hamza Msola, nambari 6 ni Isa Ali Mangungu, nambari 7 ni Mustafa Salum Himba, nambari 8 ni Alexandra Francis Ngai, nambari 9 ni Gerard John Kihinga, nambari 10 ni Yanga Everest Makaga, nambari 11 ni Fahdi Ahmed Afif, nambari 12 ni Roja Hemedi Gumbo, nambari 13 ni Saif Hamis Gulamali, nambari 14 ni Mohamed Ali Mwenda, nambari 15 ni Mzee Yusuf Mwinyi, nambari 16 ni Priska Kishamba au Priska Josephat Kishamba. Hao ndio 16 ambao walikuwa wakiwania kinyang'anyiro hicho cha nafasi ya utendaji wa klabu ya Yanga, lakini mwisho wa siku kura zimepigwa, kampeni wamepiga wao, wamejinadi kwa nafasi yao na kwa ukubwa wao, lakini mwisho wa siku walihitajika washindi wachache kati ya wale wengi ambao walikuwa wakiwania kipengele hicho hapo, na matokeo mwisho wa siku ndo hayo kama ambavyo unaweza kuyaona hapo, unaweza kuwa unayaona kwenye display yako hapo kupitia kifaa chako cha kuangalizia. Nambari 1 Yanga Makaga, ambaye watu walipiga kelele sana, watu walipiga yowe, watu walipiga shangwe sana baada ya kupanda, na hakuongea sana,
alianadi sera kwa ufupi sana, ni kama alijitambulisha tu, lakini maybe watu walipenda kile kitu ambacho amekifanya. Na nafasi zilizopangwa ndivyo ambavyo wingi wa kura ulivyokuwa katika kuangalia yupi anafaa na yupi hafai kwa muda huu hapo. So hayo ndio matokeo ambayo walisubiriwa kwa muda mrefu sana, siku nzima. Wanayanga na wanamichezo kwa ujumla wamekaa wakisubiri matokeo ya mkutano huo wa uliokuwa unaitwa AGM au Annual General Meeting, ambao ulikuwa ukiwakaribisha, ulikuwa ukiwahusisha wagombea hao kuweza kujinadi na kukusanyika kwa pamoja pale Superdome Masaki. So hao ni machache kati ya yale mengi ambayo tunayo usiku huu wa leo. Hii ni Mega Media Tanzania. Basi usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment.